Taarifa mbaya jioni ya leo zimetikisa dunia. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Ni taarifa ya ghafla, taarifa inayogusa na pia ni taarifa inayotikisa siasa za Tanzania kwa ukimya mzito. Mchana wa leo, maisha yaliyekuwa sauti ya wananchi wa Kilwa Kusini yamefika ukingoni. Seleman Bungara maarufu kama Bwege hayuko tena duniani. Taarifa zilizothibitishwa zinaeleza kuwa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini Seleman Bungara amefariki dunia mchana wa leo akiwa katika hospitali binafsi iliyo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kifo chake kimetokea wakati akiendelea kupatiwa matibabu ya kawaida aliyokuwa akiyapokea mara kwa mara. Taarifa hizo zinaongeza kuwa marehemu alikuwa anamepelekwa hospitalini hapo kwa ajili ya kufanyiwa huduma ya dialysis, na huduma ambayo ilikuwa sehemu ya utaratibu wake wa matibabu ya muda mrefu. Hata hivyo, katika mchakato huu wa matibabu ndipo umauti ulipomkuta. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa familia, hali ya marehemu ilihitaji uangalizi wa karibu kutokana na changamoto za kiafya zilizokuwa zikimkabili kwa muda. Dialysis ilikuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku, matibabu ya kusaidia mwili kuendelea kufanya kazi yake muhimu. Lakini mchana wa leo safari hiyo ya matibabu imekatizwa ghafla katika mazingira ambayo yameacha maswali, huzuni na simanzi kwa wale waliomfahamu. Kwa sasa familia imethibitisha kuwa mipango ya mazishi inaendelea kufanyika, taratibu zinaendelea kuratibiwa kwa ukaribu mkubwa, na taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa kadri maandalizi yatakavyoendelea kukamilika. Eneo la msiba limeelekezwa kuwa nyumbani kwa ndugu yake Temeke, Dar es Salaam. Hapo ndipo ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wanatarajiwa kukusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Seleman Bungara maarufu kwa jina la Bwege alikuwa ni mwanasiasa aliyepitia njia nyingi ndani ya ulingo wa siasa za Tanzania. Alijijengea jina kupitia uwezo wake wa kuzungumza, kusimamia hoja na kujitokeza katika masuala ya wananchi. Na katika maisha yake ya kisiasa aliwahi kuhusika na vyama mbalimbali vya siasa. Alianza safari yake ndani ya chama cha CUF ambako alipambanua kama kiongozi mwenye ushawishi mkubwa maeneo ya Pwani. Baadaye alihamia katika chama cha ACT Wazalendo, na huko aliendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa, akichangia katika mwelekeo wa chama hicho na kushiriki katika mjadala wa kitaifa. Katika hatua ya hivi karibuni kabisa kabla ya kifo chake, Bungara alikuwa ametangaza nia ya kujiunga na Chadema, hatua ambayo ilizua mjadala mpana kisiasa, wengi wakijiuliza kuhusu sababu ya mwelekeo wake mpya wa kisiasa. Hata hivyo, mchakato rasmi wa kupokea wanachama wake huko umekamilika. Alikuwa bado katika hatua za mwisho za kuhamia chama hicho kikuu cha upinzani nchini, na safari yake ya kisiasa imekuwa ya mabadiliko, safari iliyoakisi mazingira ya siasa za Tanzania, safari iliyojaa mijadala, maamuzi na mabadiliko ya msimamo. Kifo cha Bungara kinakuja katika kipindi ambacho siasa za Tanzania zinaendelea kupitia mabadiliko ya kasi. Kupotea kwake kunaziba pengo ambalo si rahisi kulijaza kwa mara moja. Kwa wananchi wa Kilwa Kusini, hili si tu pigo la kisiasa, ni pigo la kijamii. Pia ni kupoteza kiongozi aliyewahi kumchagua, waliyemwamini na aliyekuwa sauti yao bungeni. Kwa vyama vya siasa alivyowahi kuvitumikia, kifo chake kinachora historia ya mwanasiasa aliyekuwa na uwezo wa kuvuka mipaka ya chama, aliyeweza kubadilika lakini akaendelea kubaki kuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa. Kwa upande wa Chadema, kifo hiki kinakuja wakati ambapo walikuwa kitarajia kumpokea rasmi, na hivyo kinavunja mchakato uliokuwa umeendelea na kuacha pengo la mwanasiasa ambaye angeweza kuongeza nguvu katika chama hicho. Kwa ujumla, kifo chake kinaacha maswali kuhusu hali ya afya ya viongozi wa umma, na ni muhimu wa uangalizi wa karibu wa afya kwa watu wanaobeba majukumu makubwa kijamii na kisiasa. Katika siku zijazo, macho ya wengi yataelekezwa katika ratiba ya mazishi ya marehemu
na pia katika namna jamii itakavyomkumbuka. Je, atakumbukwa kama mwanasiasa aliyebadilika mara kwa mara, au kama kiongozi aliyekuwa tayari kufuata anachoamini bila kujali mipaka ya vyama? Je, mchango wake katika siasa za Kilwa Kusini na Tanzania kwa ujumla utaendelezwa au utabaki kama historia isiyosimuliwa kikamilifu? Haya ni maswali ambayo muda pekee ndio utaweza kuyajibu, lakini kwa sasa kilicho wazi ni kwamba sauti yake imenyamaza, jukwaa alilokuwa akisimama limebaki tupu, na nafasi aliyokuwa akishika imebaki wazi. Kutoka ukumbi wa siasa hadi kitanda cha hospitali, safari ya Selemani Bungari imefikia mwisho. Kimya kimechukua nafasi ya sauti yake, na historia imeanza kuandika ukurasa mpya bila yeye. Ni hayo niliyokuandalia mpenzi mtazamaji, kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kuyumbisha, bila kupindisha na bila kuegemea upande wowote. Hapa tunakuletea uchambuzi wa kina na siasa nchini Tanzania, hasa na uhama katika eneo la Afrika Mashariki. Unachostahili kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare video zetu kama njia ya kutupiga jeki, na vilevile kutusaidia katika kuinua channel hii. Na vilevile ikiwa ungetaka kupokea taarifa hizi moja kwa moja na uwe first hand kupokea taarifa hizi, unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele. Washa alama hiyo ya kengele, kisha utakuwa unapokea taarifa hizi moja kwa moja. Kwa kupokea notification utakuwa wa kwanza kuzipokea.